Wapenzi watazamaji na marafiki zangu, katika siku nyingine nitumie tena fursa hii kuwasalimia kwa jina la Yesu Kristo, na ile salamu ya kule kwetu Tanzania. Kuna salamu ambayo naendelea kuipenda, inaitwa kazi na iendelee, kwamba kila moja mahali popote ambapo upo, Mungu amekuamsha. Tumeamshwa katika neema ya Yesu Kristo. Ukiamka, hiyo ndiyo furaha yetu ya kwanza, kwamba kuamka kwako mtoto wa Mungu ikupatie furaha ya pekee kwamba umeamka. Umeanza siku, hiyo ni furaha kubwa sana. Hiyo tu ikupe nafasi ya kumshukuru Mungu kwa kuwa umeamka, maana kuamka na kuanza siku nyingine, kuanza shughuli ni mtihani mkubwa kabisa ambao umeshinda. Ni wangapi ambao walitamani waamke hawakuamka? Ni wangapi ambao hata sasa hivi wako sehemu mbalimbali wametamani wawe kama wewe, lakini hawajawa kama wewe? Lakini kila moja kwa nafasi yake na popote ambapo yupo, ninakuombea amani ya pekee. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe, utulivu wa moyo na ujasiri wa kujijua kwamba kuna nafasi ya kuendelea tena katika amani. Na hicho tu ambacho unaona labda wezekana popote ulipo inakukabili, unaweza ukaivuka. Na sisi ambao Mungu ametujalia tukaishi katika amani, na amani imetuweka pamoja, tumeamka vizuri. Huko mahali popote unafanya kazi yako, Mungu akubariki. Mungu atabariki hiyo kazi ya mikono yako, upate amani. Yule ambaye ameshindwa, ni mgonjwa, ninakuombea roho ya uponyaji ikuingie, maana tuna nafasi hiyo. Mungu akubariki kabisa. Yule ambaye bado kuna matendo fulani yamemrudisha nyuma, Mungu akusaidie sana, maana una nafasi ya kubadilika. Kila mmoja na nafasi ya kubadilika, na lengo kuu usiweke mipango yako kuishia katika maisha ya hapa duniani tu. Kuna maisha ya umilele ambayo Yesu Kristo analeta kwa kila mmoja wetu anayeamini. Na kwa kweli ukiamini itawezekana, na yote yanawezekana. Na ndo maana sisi sio kama ng'ombe. Ng'ombe ndiye akichinjwa maisha yake yanaisha. Uzuri wa mwanadamu hauishii kwenye kifo. Uzuri wa mwanadamu utaendelea. Kwa nini uzuri wake uendelee? Maana aliumbwa kwa mfano wa yeye ambaye anaishi milele, yeye ambaye ana mipango, yeye ambaye alimuumba kwanza kwenye kichwa chake, ndipo akamtokeza akamuweka. Ndio maana alimwambia Yeremia kwamba kabla sijakuweka katika ulimwengu huu nalikujua. Kwamba okay, kumbe hata kabla sijakuwepo mimi nilijulikana. Sasa mipango mengine ambayo yanakuja yananikuta sasa hivi yasinisumbue sana, maana hata hapo bado nitakuwa. Sasa hiyo ndio itupatie kitu ambacho kinaitwa furaha ya pekee. Furaha ya pekee itokane na nini? Kwamba kabla hujakuwepo Mungu alikujua. Na hata kama unafikiri kwamba kifo ni mwisho, hakuna kitu kama hicho. Yaani hata kabla hujakufa Mungu alijua kwamba mwanadamu atakufa na atamfufua tena. Kama alikujua kabla hujatokea, anashindwaje kukutoa hata kama umekufa? Maana alikujua kabla hujawa na mwili, si ndio hivyo? Ulikuwa hujawa na mwili. Sasa anashindwaje kukutoa tena pale ambapo mwili pia itakapoharibika? Ayubu alisema hivi, hata pasipo mwili, ingawa mwili wangu unaweza ukaharibika, lakini hata pasipo mwili nitamuona Kristo. Mungu akubariki kabisa, mtoto wa Mungu, kuwa na ujasiri wa pekee. Na hiyo nasema ili uone kwamba value yako ni kubwa sana kuliko vita ambavyo vinaharibu value yako. Ngoja nikwambie, maisha haya mafupi, maisha ya kula na kunywa, yasiharibu mipango yako
ambayo anaweza akaweka, ambao Mungu amekuandalia ya umilele. Usiishi maisha ya muda mfupi ya siku 2 3. Ngoja nikwambie, kuna maisha ya miaka 2 3 4 5 6 7. Hayo ni maisha madogo sana. Wala starehe ya muda mfupi yasikuharibie uzima wa milele. Ngoja Mungu yuko tayari kukusaidia na unaweza ukabadilika na Mungu akubariki sana. Ngoja nikwambie, nilikuwa siku moja sisemi vibaya na shiriki na watu mbalimbali, kuwashauri, kuomba nao pamoja. Nikiwa sehemu fulani, jina nitunze, mfanyakazi wa baa, binti ambaye alikuwa anavaa nusu uchi. Nilipokuwa nimeenda pale kama kula, maana ina hoteli, mimi nikakaa karibu naye, aliponihudumia, kuongea naye vizuri. Kwa kweli tukajenga kitu kinachoitwa urafiki. Urafiki wa kushauriana. Nikawa naenda pale na mshauri, akaenda anaita wenzake, pasta wetu. Sasa wakawa wananiita pasta wa mabamedi wa baa. Na mimi nawapenda sana hao watu, kwa kuwa najua kwamba nao wanahitaji neema ya Mungu na wafanyi hiyo kazi muda fulani. Ni sehemu ya kupata kipato, lakini mioyo yao inatamani kubadilika. Hakuna mtu ambaye atamani kubadilika. Kwa kweli yule dada aliniambia, sasa mtumishi, natamani nibadilike, niombe tu Mungu niweze kubadilika. Nikamuuliza, unataka aje? Akasema, nataka niolewe. Nikasema, kwa kweli unataka kuolewa? Eti Nikasema, Mungu akubariki, utapata mchumba pia hapa. Kwa kweli alipata mchumba kwenye baa hapo. Ngoja nikwambie, popote hapo ulipo ndipo Mungu anakuletea mabadiliko, na hapo ndipo anaweza akakunyanyua. Usiogope popote pale ulipo. Wewe kwa kazi yako hiyo, muombe Mungu kwamba Mungu, hii kazi yangu hii yawezekana inaonekana ni mbaya na natamani nibadilike. Anakuletea msaada wa kubadilika kwenye hiyo kazi yako. Siwezi nikakwambia kwamba unakimbia ngoja nikwambie, hatakuletea mabadiliko kwenye hiyo kazi yako. Alipata mchumba na mchumba kaenda akapeleka pesa, kishika uchumba kwao, na yule binti akaolewa, na mimi nikashiriki kabisa hivi alivyoolewa. Nikashiriki baraka za ndoa yake. Kwa kweli amekuwa rafiki yangu kabisa. Hata alikuwa alipoolewa amekaa akaniambia, mtumishi, sasa nafanyaje? Nikasema, achana na hizo namba ambazo ulikuwa nazo zamani, ambao watu wengi walikuwa nakusumbua. Akaacha na namba hizo. Sasa ni mtu mmoja mzuri. Nina shuhuda ya watu wengi kabisa ambao wamepokea mabadiliko, na hata akasema, mtumishi, akanibariki, akawa ananibariki kwa kuwa alipokea mabadiliko. Na mabadiliko ilitokea kwa sababu popote ambapo alikuwa anaweza akafanya mabadiliko. Ngoja nikwambie, mtoto wa Mungu, Mungu akubariki sana popote ambapo. Usikate tamaa katika maisha yoyote. Unaweza ukabadilika, unaweza ukapanda juu, unaweza ukalevo maisha yako tena, unaweza ukawa na amani na amani ikakutokea tena. Na Mungu akubariki, ambapo amani inapokurejea unakuwa sehemu tena ya kuwa mfano bora wa maisha yanayoendelea. Nikusomee kitu kimoja tu katika Biblia, katika Isaya, juu ya Mungu. Mungu wetu ni Mungu wa namna gani? Isaya 42, Isaya 42, nianzie verse ya 5 tu, fungu la 5, inayosema kwamba Mungu Bwana anena,
kwamba Mungu Bwana anena, yeye aliyeziumba mbingu na kuzitandaza kwa ndugu zetu walioko Kenya, akaweka kila kitu. Huyo Mungu aliyeweka jua, aliyeweka mwezi, aliyeweka hewa tunavuta, aliyeweka vitu ambavyo tunaviona vyote hivi, anasema yeye aliyezitandaza nchi na mazao yake, ambao tunaona mazao ya nchi, huyo Mungu aliyefanya hayo mambo. Yeye awapae pumzi watu walio juu yake. Huyo Mungu anayewapa watu pumzi, watu walio juu ya ulimwengu, anawapa pumzi. Ndiyo, yeye awapae roho waendao ndani yake. Yeye huyo Mungu anawapa roho. Unajua muda mwingine ukipanda gari unasema, we driver, unapoendesha hivi unajua umebeba roho za watu. Ngoja nikwambie, wengine wanasema ulaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Huyo Mungu anayewapa watu roho. Sasa tunaye Mungu anayewapa watu pumzi, anayewapa watu roho, aliyetengeneza kila kitu. Huyo ndiye Mungu ambaye ananituma nizungumze pamoja na wewe. Mimi mtumishi wa Mungu Amos Zakaria nabii. Yaani kwa kweli hiyo neno nabii sio kama nabii ambao unaweza ukasikia wanasema mimi nabii. Hapana, mimi ni nabii kwa jina ambao nimeanzishwa na wazazi tu, kwa jinsi walivyoona vyema. Sasa Mungu akubariki sana. Mimi niliye mtumishi wake huyo Mungu ambaye natumika kukutana na watoto wake. Huyo Mungu aliyetandaza mbingu, huyo Mungu ambaye anayekupa roho ya pumzi yake, huyo Mungu anayekupa pumzi yake uvute, pumzi ambao wengine sasa wamewekewa mashine, wanavuta kwa mashine, lakini wewe una pumzi unaivuta bure hivi. Kwa kweli na kuombea neema ya Mungu akubariki, na hata yule ambaye amewekewa mashine, kwa jina la Yesu Kristo, kama kuna mtu yuko karibu naye ambaye unamuuguza, kwa kweli mtamkie kwamba kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Amos, anakutamkia kwamba pumzi ya Mungu ikuingie, na madaktari wanapopita watakuta hali yake imebadilika, na wataondoa hiyo mashine na atapumua vizuri. Wewe uliyekosa amani, pata amani. Wewe uliyekosa furaha, pata furaha. Wewe uliyekosa nguvu, pata nguvu. Wewe ambaye mambo yameharibika, na kuombea neema ya pekee. Wewe ambaye kuna vitu nafikiri kwamba yawezekani, bado yanawezekana. Niwaombee Mungu akubariki sana, na Mungu akubariki kwa kweli. Kwa kweli Mungu akubariki. Mimi katika wakati wa mwezi wa 8 ni mwezi wa makambi, wale wa Sabato, na mimi ni Mwadventista msabato, lakini mwenye moyo wa kupenda watu wote, na kutamani kuwa na watu wote, na kutamani watu wote wapokee injili ya Bwana, na kutamani watu wote wamjue Mungu, sio tu kujua dini. Kuna wengine wamejua dini lakini hawamjui Mungu. Yaani wameshikilia dini lakini hawajamshikilia Yesu. Mimi ni mtu ambaye kwa kweli ninapambana tu nimshike Mungu nikiwa kwenye dini. Lakini Mungu awabariki sana kila moja mahali pake ambapo yupo. Marafiki zangu ambao ujumbe huu itawapata, ninawaombea neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Napita kwenye makanisa mbalimbali, napata mwaliko mbalimbali, naamini siku moja nitafika kwenye kanisa lako, tutaonana kwamba huyu ndiye yule mtumishi wa Mungu Amos ambaye kwa kweli naye anatuhubiria kupitia mtandao. Na Mungu akubariki sana. Mungu akubariki na tuombe. Ninakushukuru Baba kwa kuwa umeruhusu neema yako kwa ajili ya watoto wako wasikie ujumbe huu. Iwe baraka katika maisha yao, iwatendee amani, iwainue, iwatulize moyo, iwape baraka tele, iwape faraja, iwape neema, iwape pumziko, iwape nguvu ya pekee. Asante kwa kuwa utawatendea zaidi ya kile ambacho nimeomba, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana.